Asante sana Shila Chalangat kwa taarifa hiyo. Wazee wa Kiama kutoka kaunti mbalimbali za eneo la kati wamefanya maombi ya kifunga mwaka katika kaunti ya Nakuru, huku wakizidi kupinga pendekezo la kugawanywa kwa eneo la Mlima Kenya mara mbili. Aidha, wametilia shaka viongozi wanaopigia upato kura ya maoni, wakisema huenda wanasiasa wanatumia fursa hiyo kutimiza malengo yao ya kisiasa. Mike Kialo na mengi zaidi. Walianza kwa kufanya tambiko maalum ya utakaso kwa waliohusishwa kwenye maombi, kisha moto maalum ukifukizwa ulioandamana na maombi yaliyoelekezwa Mlima Kenya, kabla ya kondoo wawili wa kiume kutolewa kafara. Maombi haya yakiwa ya shukrani za kuufunga mwaka yaliandamana na onyo kali kwa waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, anayetumiwa kwa kushikilia kauli ya kutaka eneo la Mlima Kenya ligawanywe pande mbili, upande wa mashariki na magharibi, wakionya hatua hiyo italeta mgawanyiko katika jamii ya Gikuyu. Ruku, Mungu akupe neema na ujue ya kwamba kama vile walisema title ni moja ya kilima na hakuna kugawa east or west. Sisi hapa tumeambia Mungu hivi na tunajua ametusikia. Aambie huyo mtu, huyo leader huyo, aambie kwanza amkate mara mbili. Kitu ya kwanza, ukitaka kukata mlima, kata kwanza Mungu, kwa sababu sisi wote hizo makabila ziko hiyo area. Tunajua kwa haki kwamba Mungu yetu anaishi kwa hiyo mlima. Aidha, wamewataka Wakenya kuwa waangalifu na wanasiasa wanaotaka kura ya maoni, wakisema huenda wakaendeleza ajenda zao za kujibunia nyadhifa zaidi Wakenya wanapozidi kukumbwa na ugumu wa maisha. Tumesikia Mudavadi juzi akisema habari ya kubadilisha katiba, habari ya kujiwekea viti. Tafadhali Mungu awasaidie, amtoe kwa hiyo hali. Mungu sikubali hawa watu wapindue katiba. 2026, 2027 tupate haki yetu ya kupeana kura zetu, tuchague new leadership. Wajua wakipitisha sheria wanapitisha on behalf ya watu wa Kenya wote, kutoka mkulima mdogo mpaka tajiri mkubwa. Vilevile wamewataka Wakenya kudumisha amani taifa linapoelekea katika msimu wa siasa, huku wakizidi kukashifu umwagikaji wa damu ya vijana kwenye maandamano ya Gen Z. Ndio ilifanya leo tufanye maombi ili hii mwaka ambaye unaisha kesho kutwa, mambo ile ilikuwa huko nyuma iwachwe, twende na mambo mpya. Mike Chalo, TV 47.